taarifa mbalimbali zinazosadikisha kwamba pengine kukawa na asilimia kubwa kwa waasi kutokea katika umoja wa nchi ya Mali. Tunafahamu kwamba sasa hivi Burkina Faso, Mali pamoja pia na Niger ikiwa kwenye uongozi na ikiwa kwenye sehemu ya wakati bora wa muunganiko na ikiwa inaongozwa na Rais Kapteni Ibrahim Traore. Bila shaka amekuwa ni kama mwenyekiti na amekuwa ni kama role model wa viongozi wengi katika nchi ya Niger, Mali pamoja pia na nchi ya Burkina Faso. Sasa kinachodaiwa mpaka sasa hivi pengine ule uadui ama yule mtu anayeonekana kupingana naye ama anayeonekana pengine kutaka kumteketeza na kutumika kama sehemu ya maangamizo. Yani issue iko hivi, unaambiwa kuna baadhi ya waasi ambao wanamtumia kiongozi kutokea nchi ya Mali kumteketeza mwamba Kapteni Ibrahim Traore. Ni taarifa na ni siri ambazo zimeendelea kuvuja na vigogo wameendelea kutoa taarifa ambazo pengine zina asilimia ya kuweza kukubalika na pengine zisikubalike kutokana pia na kila mmoja kuzungumza kwa fakti yake. Lakini issue ni kwamba tayari kumeshatokea division kubwa kwamba kuna baadhi ya viongozi wanakubaliana na kile na wanakubaliana pia na step ambazo zimekuwa zikifanyika kwa kiongozi Ibrahim Traore, ila pia kuna viongozi wanaopingana na kwenda against kabisa na kuprotesti kwa asilimia kubwa kile anachokifanya Rais Ibrahim Traore. Kwa hiyo katika mbinu na njia ambayo wanahisi itakuwa ni mbinu na itakuwa ni njia salama kabisa kwa wao na kwa urahisi kabisa kumteketeza Kapteni Ibrahim Traore, basi ni kutumia viongozi wa karibu kutoka katika zile nchi ambazo tayari zipo kwenye muunganiko. Yani wanajaribu kutumia akili ambayo huwezi ukaifikiria. Yani kitendo cha kumtumia kiongozi kutokea nchi ya Niger ama kumtumia kiongozi kutokea nchi ya Mali, manake inakuwa ni rahisi na kunakuwa na wepesi sana, kwa sababu Rais Ibrahim Traore hawezi kurecognize kwa haraka kabisa kwamba labda kuna viongozi kutokea nchi nyingine wanataka kummaliza. Kwa hiyo ni swala ambalo sasa hivi limeweza kuibuka na ipo kwenye sehemu kubwa ya propaganda za kisiasa ndani ya nchi ya Burkina Faso. Kwa hiyo mpaka sasa hivi hatujajua, je, mwamba huyu unayemwona hapo ndo adui mkubwa wa Rais Ibrahim Traore? Yani yote yanawezekana, lakini taarifa ambayo mpaka muda huu inaendelea kumfanya El Kapteni again and again huaga namwitaga mastermind Ibrahim Traore kuwa makini kwa hali juu sana, na hata jeshi lake pia limeendelea kuwa makini na kuhakikisha kabisa linaendelea kufanya moja ya transfer kubwa ya wale maintelijensia wa kuweza kuhakikisha wanatafuta na wanakabiliana na yeyote atakayeweza kuingia kwenye mfumo wa kisaikolojia na kujikuta anazungumza ama anaropoka kuhusiana na chochote kinachomhusu Rais El Kapteni Ibrahim Traore. Kwa hiyo mwamba yupo kwenye ulinzi mkali wa kisaikolojia. Kwa hiyo kama kutakuwa na jambo lolote linalotaka kutokea, manake jeshi lake liko tayari, one man army.